majira ni vipindi ambavyo Mungu amekusudia ufanye kitu fulani. Sio kitu fulani tu, ni nyakati ambazo Mungu amekusudia uwe mtu fulani. Sasa nyakati hizo, majira haya, usipofanya maombi kabla hujafikia ile majira, ni ngumu sana kufanikiwa au kudumu katika yale majira. Kwa hiyo maombi ni sehemu au ni kitu au ni chombo kinachokufanya kumiliki majira yako kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa au ni kualika ulimwengu wa roho kuja kufanya jambo ambalo mwanadamu anataka ulimwengu wa roho ufanyie. Kwa hiyo unapofanya maombi ni kwamba unawasiliana na ulimwengu wa roho, kualika ulimwengu wa roho waje wafanye kitu ambacho uliahidiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapofanya maombi unaalika ufalme wa kimbingu waje wafanye kitu ambacho umeahidiwa au kitu unachotaka ufanyiwe. Maana kama hautaomba huwezi ukapokea unachotaka. Kwa hiyo maombi ni kualika ulimwengu wa roho. Maana ukitazama katika maombi unaongea na ulimwengu wa roho, unasema na ulimwengu wa roho. Kama hautajifunza kuomba, hata majira yaliyo mbele yako utajifunza kupokea. Kwa hiyo maombi yanakuandaa. Bila kuomba uwezo ukashinda. Na ndio maana kuna vitu vinatokea kwenye maisha yao wanashindwa. Kwa nini wanashindwa? Hawana maandalizi ya maombi. Hawana maandalizi ya kuomba katika neno. Hawajakaa katika neno. Hawajapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Leo nataka nikuandae kwa majira yanayokuja. Leo nataka nikuandae kwa vipindi vipya vinavyokuja. Kuna majira ya kuolewa kwako, maombi ya leo yatakuandaa. Kuna majira ya kujenga kwako, maombi ya leo yatakuandaa. Kuna majira ya kwenda kwa mtu mkubwa, maombi ya leo yatakuandaa. Kuna majira ya kusaidia watoto wako wakafanyike watu wakubwa, maombi ya leo yatakuandaa. Kuna majira ya kwenda kuwa msaada kwenye familia, maombi ya leo yatakuandaa. Kuna mtu leo yuko hapa, nitaachilia maombi, yale maombi yatafunika majira yake. Haijalishi shetani atainuka kupambana na majira yako, na katika nikutangazie hawatakuweza, hawatakudondosha. Majira utamiliki. Sema amen. Wangapi wanasema nitamiliki majira yangu? Uko tayari kumiliki majira yako? Uko tayari kumiliki majira yako? Kwa nini ualike ulimwengu wa roho waje juu yako kufanya kitu ambacho unaidiwa au unachokitaka au ile ahadi ya Mungu ambayo iko ndani yako? Majira yako yana vita. Kwa mfano, unataka kwa mfanya biashara mkubwa, kwenda tu kumiliki hiyo biashara ina vita. Kwa mfano, unataka kwenda kuwa mwanandoa baraka, ile tu kuwa mwanandoa ina vita. Kwa mfano, unataka kufanya jambo lolote zuri, majira yako yana vita. Kwa nini majira yako yana vita? Yana vita kwa sababu unachokibeba ni kitu kikubwa. Kwa hiyo shetani akikutazama anaona Elisa anavyoenda huko anakokwenda, kitu kitakachozaliwa kupitia yeye sio kitu kidogo. Atatisha anga, atatisha familia, atabeba watu wengi. Kwa hiyo shetani anapiga unachokibeba kisizaliwe. Nataka tuingie kwenye maombi. Unachokibeba kitazaliwa, unachokibeba kitaleta baraka. Wangapi wanasema ninachokibeba kitazaliwa? Mguse mwenzako mwambie kitazaliwa. Kwa hiyo muhimu jiandae kuomba. Sema kuomba. Pia maombi ni siku zote yanasogeza ulimwengu wa roho karibu ili kufanya kile alichoahidi Mungu. Maombi yanasogeza ulimwengu wa roho. Ndio maana tunaomba. Kiona tu mtu aombi hajaokoka. Kiona tu mtu aombi hana Roho Mtakatifu. Ukiona tu mtu apendi maombi, elewa amekufa kiroho. Ukiona tu mtu haombi, elewa amefilisika kiroho. Maombi ndio silaha. Maombi ndio lango, ndio kibebeo cha kusema na Mungu. Bila kuomba hakuna kitakachotokea. Yesu akasema ombeni mtapewa. Maana yake usipoomba haupewi. Wangapi wamekuja hapa waombe? Wangapi wamekuja waombe? Wangapi wanaamini watapokea majibu yao? Uko tayari uombe? Uko tayari uombe? Kwa hiyo maombi
ni kualika ulimwengu wa roho ikufanyie jambo. Kitabu cha Danieli 9:3 anasema hivi, nami nikamwelekeza Bwana Mungu wangu ili kumtaka kwa maombi. Hebu sema kumtaka. Sema kwa sauti, kumtaka. Ili kumtaka kwa maombi na dua, pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Alichofanya Danieli ni kusogeza ulimwengu wa roho juu ya ahadi walizoahidiwa au walichoahidiwa na Mungu juu ya maisha yao. Tunamwona Danieli, maandiko yanasema akamtaka Mungu kwa maombi, kwa sala, kwa kufunga. Maana yake Danieli kwa kusisoma vitabu akatambua majira yao ya kuwa utumwani wa Babeli umeshatimia. Maana maandiko yanasema kwa kusoma vitabu. Amesoma kitabu wapi? Alisoma vitabu vya Yeremia. Aliposoma akajua ya kwamba tuko utumwani, Waisraeli tunateseka, tuko nchi ya Babeli, tuko nchi ya uhamisho. Aliposoma vitabu akatambua majira tuliyopo ni majira ya kutoka. Alipotambua akamtafuta Bwana kwa bidii zake zote, akaingia kwenye maombi kwa kufunga na kuomba, akialika ulimwengu wa roho, ikimkumbusha kwamba Baba, saa yetu ya kutoka kwenye utumwa imetimia. Ninaposoma unabii wa Yeremia imetimia. Mungu alipomwalika Bwana, mbingu zikashuka juu ya Danieli. Mungu akampa mafunuo ya kwamba saa ya kutoka ni sasa, saa ya kutoka utumwani ni sasa. Alipopata mafunuo ndipo akaanza kupigania majira ya kutoka kwao. Kuna mtu leo atamtaka Bwana, majira ya kutoka kwenye familia imewadia, majira ya kufunguliwa kwako imewadia, majira ya kuponywa kwako imewadia, majira ya kuinuliwa kwako imewadia. Sema basi amina kama unanielewa. Danieli kwa kusoma vitabu akatambua majira ya kuwa kwenye mateso imefika mwisho. Majira ya kutumika. Yakini kuna watu unatumika kwenye familia, unatumikishwa, unatumikia mateso ya wazazi na wazazi. Unatakiwa utafute Mungu, umwambie Mungu, kama mama alipita kwenye hili teso, sitapita. Kama ndugu zangu alipita, sitapita. Kama mamangu alipita, mimi mama sitapita, mimi kijana sitapita, na uzao wangu pia hautapita. Na watenganisha watoto wangu na majira ya mateso, majira ya madeni, majira ya kilio, majira ya kushika watoto. Si kama naongea na mtu ambaye atabeba familia leo, atashikilia majira ya familia leo, hata kubali familia ife kwenye kifo kibaya. Hebu sema anashikilia majira sasa. Daniel anaomba, na alipoomba alisogeza ulimwengu wa roho kwenye maisha yake. Wangapi leo wako tayari kuomba? Wangapi wako tayari kuomba? Wangapi wako tayari kuomba? Daniel akashikilia majira ya Waisraeli, na aliweza kuokoa Israeli, na aliweza kurudisha tena Waisraeli katika nchi ya uhamisho. Aliweza kufanya vitu vikubwa. Kwa nini? Majira ya ukombozi wa Waisraeli imefika. Na mnataka nikwambie mwanangu, mwambie Mungu, naomba sasa unifunulie majira ya haya madeni, majira ya ulevi kwenye familia ya mama, majira ya kanisa kuinuka, majira ya kuondoka kwenye masikini. Naomba unifunulie Bwana, ili kwamba kama adui ameshikilia majira ya familia, ameshikilia majira yetu, leo aachie. Maana nimesoma na nimesikia kwenye madhabahu, majira yangu ya kuolewa ndio haya, majira yangu ya kujenga ndio haya. Natamka kinabii, ingia kwenye majira yako, ingia kwenye majira yako, ingia kwenye majira yako. Hebu sema naenda kuingia kwenye majira yangu. Hakuna atakayenizuia. Una imani? Hebu mguse mwenzako, mwambie uko tayari kuingia kwenye majira yako? Mwambie haya majira uliopo umekaa muda mrefu. Sema inatosha. Sema inatosha. Mungu leo geuza majira haya. Majira ya madeni, majira ya kuonewa, majira ya kutofurahi, majira ya kufilisika kila wakati. Mungu ageuza hayo majira. Majira ya kulia kila wakati, kila mwaka uko pale pale. Mungu ageuza hayo majira. Ingia kwenye majira ya baraka. Tunasika kwenye mahali hapa. Mwambie mwenzako, Mungu ageuze majira yako. Mwambie ageuze majira yako. Kwa hivyo unapofanya maombi, unaalika nguvu za Mungu kufanya alichokusudia na kutawala katika eneo. Inategemea sana na nguvu iliyoachiliwa na waombaji. Kumbuka kuwa ili kufikia jambo iliyoko mbele yako unahitaji nguvu za Mungu.
Ndiyo maana ndivyo ilivyokuwa kwa Yesu. Ili uweze kufanikiwa mwanangu, mtu ambaye ameshinda vita ni mtu ambaye amejifunza kuomba. Hata kama unachokiombea baada hakijatokea, endelea kuomba. Sema basi amina. Sema basi amina. Leo kuna watu mko hapa mnampenda Mungu, mnajitoa kwa Mungu, lakini ukirudi nyuma kama wazazi wako hai, si ajabu kuna siku wale wazazi walikuwa wanakuombea, si ajabu kuna siku walikuwa wanatoa sadaka, si ajabu walikuwa wanashikilia majira yako. Leo una roho ya kumpenda Mungu, lakini kuna watu waliowekeza sadaka zao kwako, sadaka za maombi, sadaka za muda, wakakushika wakakupeleka kanisani, wakakufundisha kutoa sadaka, wakakufundisha kila kitu, walikuwa wanawekeza kwako. Sasa kama waliwekeza kwako, na wewe jifunze kuwekeza kwa wengine. Kama waliwekeza kwako, na wewe Mungu amekutambulisha ili wengine wafunguliwe kupitia wewe. Ile neema ulionayo, kuna mtu yuko kijiweni, kuna watu ni walevi, kuna watu ni wavuta bangi, kuna watu ni wagonjwa. Mungu anatazamia kupitia wewe ushikilie majira ya familia, useme maadamu nipo kama mama Alfa kwenye hii familia, ninatangaza hakuna atakaye kwenda jehanamu, ninatangaza hakuna atakaye kufa masikini, ninatangaza hakuna atakaye kufa kwenye ulevi, ninatangaza ingawa wamekatiwa tamaa, niko kwenye zamu. Naongea na mbingu na kuambia Bwana atawafuata kijiweni, Bwana atawafuata popote pale. Haijalishi wamelogwa, ulogaji wao utarudi ulikotoka na watafufuliwa, watatangaza habari za Yesu. Si kama naongea na mtu ambaye furaha yake ni kuona majira anayoshikilia yanakwenda kutimia. Wangapi wako tayari kushikilia majira? Sema nitashikilia majira. Kuna watu hapa Mungu hajawaleta kwa bahati mbaya, mmeletwa kwa kusudi. Hukuja kuelisha kwa bahati mbaya. Yuko aliyeamuru uje hapa. Sijakuita mimi, wewe umeletwa na Mungu, na Mungu amekuleta kwa kusudi. Hujaletwa tu kanisani uwe pambo. No, kuna kitu Mungu ameweka ndani yako, na hicho kitu Mungu anataka ushikilie majira yake, ushikilie majira ya kanisa. Na kuna watu wana mzigo na kanisa. Nisema Mungu hajakuleta mtazame tu madhabahu, alikuleta usimame kama mlinzi. Naongea na mtu mmoja ambaye kuna mahali Bwana amemweka atasimama kama mlinzi. Kuna watu hapa mnashikilia majira ya familia. Kuna watu hapa mnasumbuliwa na familia za kwenu. Shida ya watu wengi, ukimwambia unishikilia majira ya familia, anasema nitashikiliaje, sina pesa. Mungu angalii pesa kwanza. Cha kwanza anaangalia unachokibeba. Pesa inafuata. Sema basi amina. Sema basi amina. Sema basi amina. Wangapi wananielewa? Nisikilize vizuri. Kwenye familia kuna watu Mungu atawaita kama watumishi, atawaita kama watu ambao ni waombaji tu. Maanake hata kama kuna wafanyabiashara mahali, hata kama kuna matajiri mahali, wanahitajika waombaji watakaoshikilia ulimwengu wa roho. Maanake kama kuna watu wanatakiwa kufanikiwa kwenye familia ya mama yako, lazima Mungu amweke mtu atakayeshikilia majira. Lazima Mungu amweke Esa ambaye atapingana na kila nguvu itakayotafuta uzao mama yake. Atasema, asema Bwana msimuone kakaangu, asema Bwana msimuone mamangu, asema Bwana msimuone mdogo wangu, asema Bwana niko kwenye familia hata kama sionekani, lakini na mzigo na familia. Sitaki kuona walevi. Haijalishi mliwakatia tamaa, niko kwenye tumbo la mama, nimetoka huko. Nimeteuliwa kama Esa. Anapoomba yale maombi, watu wanakosa mwelekeo, kuzimu inakosa mwelekeo, ulimwengu wao unakosa mwelekeo. Wale watu wanachipuka. Kama ni wafanyabiashara wanachipuka bila upinzani, kama ni wasomi wanachipuka bila upinzani, kama ni madokta wanachipuka bila upinzani, kama ni maleshi wanachipuka bila upinzani. Kitu gani kinatokea? Hako kuna mtu mmoja anaitwa Esta, ameshikilia majira ya familia. Leo naamsha roho ya Esta mahali hapa, atashikilia majira ya familia. Mauti iliyotangazwa haitafanikiwa. Punga mkono, sema majira yangu yanaachiliwa. Wanangu, kama utaomba, kuna vitu viko mbele yako, hautadumu navyo. Tashaka unaingia kwenye ndoa igumu. Tashaka unafungua biashara igumu. Tashaka unafanya hiki akidumu. Unashangaa siku 2-3 umecheka, siku ya 3 unalia. Why? Kwa hakuna nguvu ya kutosha. Ukitaka kuwa bingwa, ukitaka kuingia kwenye level kubwa, kuwa mwombaji. Yale maombi yanatengeneza kitu, yanaalika ulimwengu wa roho kushika kufanya kitu juu yako. Na leo tutaomba hapa. Kuna watu wengi leo watapokea majibu yao. Kuna watu wengi leo watapokea majibu yao.
Rudia tena, sema amen. Pigie Yesu makofi kama nani. Ndivyo ilivyokuwa kwa Yesu wakati alipotaka kumshinda adui na kuweza kumiliki dunia. Kitu alichofanya Yesu, aliomba. Hebu some kitabu kile cha Luka 22. Kitabu cha Luka 22. Luka 22 sura 43 hadi 44. Kuna mtu amepata nisome kitabu cha Luka 22 mstari ule wa 43 hadi 43. 44 mstari miwili tu. Kitabu cha Luka 22 mstari wa 43 44. Amina. Soma baba. Nitasoma kama soma. Malaika kutoka mbinguni. Soma hapo juu 42. Akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki. Akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako. Walakini si mapenzi yako. Walakini sio mapenzi yangu, bali mapenzi yako. Bali mapenzi yako yafanyeje? Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba. Hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Kuna uchungu unakuja ndani yako kufanikisha jambo lililo mbele yako. Hivyo ukitaka kufanya vitu vikubwa yaliyo mbele yako, inakubidi kuwa mwombaji tena mwenye mzigo na hicho kitu, ili mbingu iachilie msaada na mapito juu yako. Yesu ni mfano mzuri. Maandiko yanasema alipokaribia kwenda msalabani, kwa sababu tayari alishakiri kwamba nitakufa, nitafufuka. Kuna majira alikuwa anasubiri kukamilisha kazi. Wote tunajua kwamba kuhubiri kwa Yesu na hata kufufua wafu haikuwa lengo kamili. Ili kazi kamilike, ilitakiwa afya msalabani, ili kumiliki dunia na kuteka dunia iweke kwenye mikono yake. Lakini ilipofika wakati Yesu anaona msalaba, nafsi yake ikagoma na mwili unagoma, lakini kilicho mbele yake ni utukufu. Shetani ameinua vita ili kwamba ahepe msalaba. Siku zote kama kuna jambo liko mbele yako, shetani atainua vita kila kona. Maneno yatainuka, magonjwa yatainuka, kila mtu anaweza kuongea, anaweza kuongea, utazushiwe kila kitu. Nisikilize, jifunze kunyamaza anapopiga magoti. Mlilie Bwana wa majeshi, maana kuna kitu kiko ndani yako ndicho chenye vita. Na kile kitu kikiwa na vita, usipojifunza kujiachilia kwenye maombi, kitafia njia. Kuna watu unawashikilia leo, mimi najua ulimwengu wa roho itawashikilia. Usiogope. Yesu alipoona msalaba alitamani kuhepa. Angalia, anaenda Getsemani, alafu anasema, ikiwa ni mapenzi yako kikombe hiki kiniepuke, lakini sio nitakavyo mimi. Alafu mzigo umejaa ndani yake. Unajua ni mzigo gani? Alikuwa na mzigo wa kubeba dunia. Kuna wakati unapita nyakati za uchungu unashindwa kuelewa. Kila ukiangalia familia yako uchungu, ukiangalia kazi uchungu, ukiangalia watoto uchungu. Ule uchungu unakupeleka kusema, Mungu nifanyeje nitoke kwenye hili tatizo? Ule uchungu wa kawaida. Kama inakusukuma kutafuta uso wa Bwana, elewa Mungu anakusukuma ili kwamba uingie kwenye maombi, na baada ya maombi kinachotokea, malaika watakuepusha hiyo vita, wanakutia nguvu, kwamba haijalishi maadui wamesimama, utapita katikati ya maadui na hicho kitu lazima kitatokea. Hivi nasikika kule mahali hapa. Haijalishi kuna kitu gani kimekuzunguka, mbele ya nguvu za Yesu unashinda. Na leo utakwenda kushinda. Kwa hiyo tunapoomba, unapoingia kwenye maombi, Baba, katika jina la Yesu naombea hiki na hiki, Mungu wangu, onekana Mungu wangu. Yale maombi yanakuwa akiba. Hata ikifika majira ya vita, unashangaa unashinda. Kwa nini? Tayari ulishawekeza. Leo kuna watu watawekeza kwenye ufalme wa Mungu. Sema basi amen. Kumbuka hili jambo, unapoomba kwa ajili ya majira mapya, kuna vita unachokoza. Hivyo kama umeomba chini ya kiwango, unaweza ukajikuta hali inazidi kuwa mbaya.
kuliko mwanzoni. Ni kwa sababu upinzani ulioko kwenye ulimwengu wa roho ni mkubwa sana. Utakapoanza kuombea kwa mfano familia, kwa mfano chochote, elewa unachokoza vita. Ndio maana kuna watu walipoingia kwenye maombi, baada ya kuomba tu, badala shida ishe, vita inainuka. Ni ishara unachokoza ulimwengu wa nini? Wa roho. Au mtu amekuja tu kwenye maombi, badala atoke akuta amani nyumbani kwake, anakuta ndoa ndio imekuwa balaa, anakuta familia ndio imekuwa kuna kitu unachokoza na umeshachokoza. Ni kama unagusa nyoka, alafu hujaua nyoka, alafu nyoka akipata nafasi anakufukuzia. Leo nataka nikwambie, usikubali. Kama uliwahi kupiga vita, ulifanya maombi ya vita, na kuna vitu vya watu vimeharibu na vita imeongezeka, usimkimbie nyoka. Mwambie Bwana akutie tena nguvu, mtafute nyoka alikojificha, hakikisha unammaliza. Kuna watu hapa mmefanya maombi mkaribu vitu vya watu, lakini hamjamaliza maadui, ndio vita imewaka. No. Ukiona vita inaongezeka, ongeza bidii, maana umechokoza nyuki. Ongeza bidii, usikimbie nyoka, usikimbie wachawi, usikimbie wanafiki. Ongeza bidii, mwambie shetani ulikojificha na kutafuta tena. Sikiliza, shetani hana time na watu ambao hawaombi, hana time. Shetani ana shida na watu ambao hawana time na Mungu, ni wa kwake. Shetani ana vita na wale watu ambao ni waombaji, kwa sababu kila saa unamchokonoa. Ni kama nyoka iko kwenye shimo, kila saa kwa jina la Yesu na kupiga. Nakwambia hivi, kuna watu mko hapa mlikotoka, maadui wana hasira, wanafiki wana hasira, wachawi wana hasira, wengine wanakuchekea kwa mdomo, mioyo yao inavuja damu. Kuna vitu vya watu umeharibu, umewanyima wengine hata wasifanikiwe, umeharibu ilizi za watu, umeharibu matunguli yao. Lakini nataka nitangaze, nimetuma nikuongezee power leo. Waumie wasiumie, tunaongeza fire. Tunashambulia leo kambi ya maadui, tunashambulia kambi ya kichawi, tunashambulia kambi ya magonjwa, tunashambulia kambi ya wanafiki, tunashambulia kambi ya maajenti kwenye boma uliopo, tunashambulia kambi ya mizimu walioshambulia uzao wa mama yako. Tumoja aseme amen. Yaani shetani ana shida na mtu ambaye wala ana time yuko kwenye baa, yuko wapi? Shetani ana shida na yule ambaye ikifika saa ya ibada anasikia taa nyekundu inawaka, ni siku ya ibada, kimbia kanisani, soma Biblia. Anakifika saa ya kulala, hatamani kulala bila kuomba. Huyo mtu ana vita katika ulimwengu wa roho. Yesu akasema, ninyi si wa ulimwengu huu, kwa sababu hiyo dunia itawachukia. Nataka nikwambie hivi, acha mchezo. Shetani akikutazama, anakutazama kama mtu ambaye ni adui wa kazi zake. Hata leo kuna watu wakikutazama kwenye anga uliopo ambao wanamwakilisha shetani, wanatamani, wanatafuta kuwekea sumu kwenye chakula. Lakini nataka niseme, wanaomtafuta Bwana hawalogegagi, hawataanguka, wanapokea pawa leo, watashinda kesho, watatangaza ushuhuda kesho, watashinda kila roho ya mauti. Sema fire. Wangapo wananielewa jamani mahali hapa? Nguse mwenzako, mwambia lo, acha mchezo. Mwambie vita ulionao sio kidogo. Nguse basi, vita ulionayo sio kidogo. Lakini mwambie sasa, nimetambua, kumbe nimechokonoa. Ukishakuwa tu unaomba kwa jina la Yesu, shindwa na kukemea pepo. Na wengine mlivyo wachokozi, yaani kashetani kapita juu ya bati na kama ndege yake, maskini Mungu ulikuwa unalala, unashangaa, unasema shindwa moto. Wewe unasema moto, unachoma vitu vya watu, alafu watu salama. Leo nakuongezea power, vitaungua mara 7. Hebu sema vitaungua mara. Washa mkuu ulikotoka nasema aisee, wajiandae. Haijalishi wametesa familia ya kwao, wajiandae tu. Maadamu kijana wangu bado hajafa, hata kama ni mlevi, maadamu kakaangu hajafa, bado ni mlevi, ninachoamini niko kwenye majira. Ukombozi utakuja, ukombozi utakuja. Mwambie mwenzako, maadamu sijafa, hawajazikwa, mdogo wangu hajazikwa, mama yangu hajazikwa, baba yangu hajazikwa, hata kama amejaribu vitu vimegoma, maadamu niko kama mtoto kwenye hiyo familia, maadamu hata kama mama wangu hajaokoka, ni mlevu wa kupindukia, nitasimama kama Esther. Ninachojua mama wangu ataokoka, ninachojua kuna siku nitakwenda kanisani nikishikana naye mikono, ninachojua kuna kongo litavunjika, amani itatokea. Tumoja aseme amen basi, tumoja aseme amen basi. Nani kasema napokea?
wanashikilia majina ya familia, wanashikilia majina ya waume zao, wanashikilia majina ya ndugu zao, wake zao. Na leo Mungu atachukisha watu mahali hapa ambao wataangusha ngome za kuzimu, watavunja ngome za kuzimu na watu watachipuka. Nguse mweza kumwambia majira yangu wataachia ulai. Hebu mwangalie mweza kwenye sura, mwambie omba. Acha mchezo. Ngoja nikupe mfano. Unachowahi kuona unachukiwa tu bila sababu. Unatafuta nimekosea nini? Ukigeuka hivi mke mwenza anakuchukia. Ukigeuka shemeji mtu anakuchukia. Wanatafuta visababu, vikao vya ajabu. Sometimes unashangaa mpaka kama mzazi anakuchukia. Sometimes mpaka kaka anakuchukia. Unajiuliza, kaka nimekosea nini? Nimekwambia kaka, sitaki mazoea. Unatafuta nimekosea nini mpaka mfukoni. Hakuna shida. Sometimes wapendwa kanisani, unaimba nao na wanakugeuka wao. Unatafuta ubaya wako mfukoni mpaka mguuni, haikipo. Sometimes sio wewe. Kuna kitu cha mtu umeharibu. Kuna vitu vya watu umeharibu. Shetani anawafaa ili wakupige vita. Lakini nataka nikwambie leo nakufalisha anointing. Hawatakuweza. Watakufa wenyewe. Sio kama naongea na mtu mahali hapa. Kuna mtu anafalisha nguvu ya Roho Mtakatifu. Atawashinda maadui siku na sema amina kama unanielewa. Usiwahi kupiga vita bila sababu. Na wakati mwingine wakishindwa wanakuzushia au wanakurushia magonjwa. Unashangaa unakuwa tu unaambiwa unaiTB. Unashangaa unaambiwa fanga zisizotibiwa. Unashangaa pressure. Unashangaa matatizo, uchumi unapigwa. Unajiuliza nimekosea nini? Sometimes kuna vitu vinakupata. Unatafuta wapi nakosea. Kama naomba, natoa. Naomba lakini Bwana vitu viko pale. Umechokonoa ulimwengu wa roho. Yamkini uliombea familia ya mama yako. Waliokuwa wanatesa familia ya mama yako wakahamisha vita kwako. Yamkini uliombea ndoa yako. Shetani akasema hii ndio inabeba baraka, wakahamisha vita kwako. Yamkini uliombea ndoa zako. Shetani akasema huyu ndio chanzo tusikamati familia, wakahamisha vita kwako. Na kwa sababu ujui, inafika mahali unakata tamaa. Unaona kwamba bora hata kuomba hakuna faida. Na ndio maana kuna waombaji wengi wamefika mahali hata hawataki maombi, wamekata tamaa na maombi. Hata wakisikia mikutano hawaendi tena, hata semina hawaendi tena, maana kwa nenda kila maombi hakuna majibu. Tatizo ni wewe, unakata tamaa. Ulimwengu wa roho ina taarifa zako. Kuna maadui na wazuia, na wao wanajenga ngome ili uvunjike moyo. Nimetuma nikuambie, inuka kiimani tena. Wewe ni shujaa. Sifi. Wewe unawezako sifi. Ndio basi mpika kama unapiga kwa fombe wewe. Fungua macho. Wewe ni adui. Wewe nikwambie. Kuna familia, hebu sema familia. Kuna watu wanaolega wazazi wako sana. Lakini kuna watu wakitaka kugusa wazazi wako wanasema usiguse maana mama anafaida. Usiguse maana Daudi yupo. Usiguse maana mama Nuhu yupo. Hata kama upo mbali wanakuogopa. Ngoja nikupe mfano. Ukitaka kujua hili tishio ni kwamba tunajidharau kwa sababu ya kuangalia mazingira. Ukitaka kujua hili tishio, nenda kwenye familia iliyotokea. Leo tuko hapa, kuna watu wanakusema, yaani hapa tulipo, wanajiuliza anaenda wapi? Anaenda maombi. Atahangaika mpaka atachoka. Unaona Okay. Leo uko hapa, lakini ulikotoka kuna watu kile itoko leo wanakusema. Kila wakifungua midomo yao wanakusema. Wakikutana kwenye vikundi vyao wanakusema. Kila mahali wanakuchafua. Na wakati mwingine hujui, wengine unawajua, wengine hawajui. Daudi akasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani wake. Sasa adui wa mtu ni wale ambao karibu nao. Shetani atoki mbali. Na ili shetani awe na nguvu, lazima amvae mtu kimwili. Na ili Mungu awe na nguvu, lazima amvae mtu kimwili. Kama nasikika kwa mahali hapa. Ngoja niseme, Mungu alipotaka kuwafikia watu wa Unity, hakushuka kama yeye. Alimkamata Elisha akamwambia